Tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu unayelituma neno lako, nalo halitakurudia bure, lakini litatimiza na makusudi yake. Uhimidiwe kwa ajili ya maisha ya mama yetu Frida Kaya Sumaye, ambaye umetupa katika maisha yetu, na tumeona mema mengi kutoka kwake. Hata leo umati huu tunapokusanyika, ninaomba useme nasi. Utujalie katika yale ambayo kwa neema yako umekusudia kuigeuza mioyo yetu. Tupe neema ya kushinda na zaidi ya kushinda katika maisha yetu. Tupe kuishi katika maisha ya toba, utauwa, na katika maisha ya haki, ili neema yako katika toba tuweze kuona mkono wako. Tubariki hata wakati huu wa Kwaresma, katika mafungo yetu, tunapotubu na kuungama na kunyenyekea, uso wako uende pamoja nasi. Utubariki Mungu Mwenyezi, sasa na daima. Na ndiposa kwa mamlaka ya jina la Yesu tunazivunja roho zote za mpinga Kristo na uasi na mamlaka za giza na kila hekima ya kuzimu na kila maroho ya uharibifu, tunayafunga na kuyatupa nje katika jina la Yesu. Tamalaki sasa na daima katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa la Mungu liseme amen. Na ninaomba tuketi tafadhali. Naomba ukae katika uwepo wa Mungu wetu. Mungu awabariki sana. Neno la Mungu linalotuongoza katika ibada yetu ya heshima ya kumwaga mama yetu ni kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ule mlango wa 34. Kumbukumbu la Torati, mlango wa 34, mstari wa kwanza mpaka wa 12. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ule mlango wa 34. Kumbukumbu la Torati, mlango wa 34, na nitasoma mstari wa kwanza mpaka wa 12. Na mimi naotangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa la Mungu liseme amen kubwa. Neno la Mungu lasema hivi: Musa akapanda kutoka uwanda wa Moabu mpaka mlima Nebo, hata kilele cha Pisga kukabili Yeriko. Bwana akamwonyesha nchi yote ya Gileadi hata Dani, na Naftali yote, na nchi ya Efraim na Manase, na nchi yote ya Yuda mpaka bahari ya magharibi, na Negebu na uwanja wa bonde la Yeriko, mji wa mitende, hata mpaka Soari. Bwana akamwambia, hii ndiyo nchi niliyowaapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo nikisema, nitawapa wazao wako. Basi nimekuonyesha kwa macho yako, lakini hutavuka huko. Basi Musa mtumishi wa Bwana akafa huko katika nchi ya Moabu kwa neno la Bwana. Bwana akamzika bondeni katika nchi ya Moabu kukabili Beth-peori, lakini hapana mtu ajuaye kaburi lake hata leo. Lakini hapana mtu ajuaye kaburi la Musa hata leo. Musa alikuwa mtu wa miaka 120 alipokufa. Jicho lake halikupofuka wala nguvu za mwili wake hazikupunguka. Wana wa Israeli wakamwombolezea Musa katika uwanda wa Moabu siku 30. Basi siku za maombolezo ya matanga ya Musa zikaisha. Na Yoshua mwana wa Nuni aliyekuwa amejaa roho ya hekima, maana Musa alikuwa amemwekea mikono yake juu yake. Wana wa Israeli wakamsikiliza, wakafanya kama Bwana alivyomwamuru Musa. Wala hajainuka tena katika Israeli nabii kama Musa, ambaye Bwana alimjua uso kwa uso, katika ishara zote na maajabu yote ambayo Bwana alimtuma kuyatenda katika nchi ya Misri, kwa Farao na kwa watumishi wake wote.
na kwa nchi yake yote, na katika ule mkono wa nguvu wote, tena katika ule utiisho mkuu wote alioutenda Musa machoni pa Israeli wote. Na nitanukuu tena kutoka kitabu cha Yoshua mlango wa 1 mstari wa 1 na wa 2. Mistari miwili tu katika kitabu cha Yoshua mlango wa 1 mstari wa 1 na wa 2. Biblia inasema hivi: ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Jordan, wewe na watu wako wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli, na kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Na hili ndio neno la Mungu. Wapendwa mabibi na mabwana, kama nilivyotoa pole nyingi kutoka ofisi yangu ya kichungaji kwa ajili ya msiba huu wa mama yetu, na neno ambalo tumesoma ni neno la faraja, la kutufariji katika maisha yetu, kuifariji familia ambayo imeguswa kwa namna ya kipekee sana na msiba wa mama yao mpendwa, lakini pia neno la Mungu linaloendelea kutupa mwelekeo wa maisha yetu na kupata baraka za sehemu ya maisha ya huyu mama ambaye ameitumikia familia. Ni mama wa watoto 6, wavulana 4 na wasichana 2, na watoto wake wote ni wamegraduate, wamesoma, ni wasomi wa chuo kikuu wote, several degrees. Lakini pia ni mama ambaye ametunza familia na wajukuu, lakini ni mama ambaye amelitumikia kanisa, mzee wa kanisa kwa zaidi ya miaka 16, na amelitumikia kanisa kwa moyo wote, lakini pia kuitumikia nchi, kuitumikia serikali kama afisa maendeleo ya jamii daraja la 2 kwa muda wa miaka mingi, karibu miaka 30 na zaidi, ambayo amelitumikia taifa kwa uaminifu na katika kazi yake kubwa ya maendeleo ya jamii, na hasa akiwa huko Umang'atini akiwasaidia Wamang'ati, Wahenzabe na makabila ambayo, unajua huo mkoa wa Manyara una makabila ambayo pia wakati mwingine ni utalii. Lakini huyu mama alikuwepo huko akifanya kazi kubwa za maendeleo katika jamii hiyo ya Kiafrika, wa Tanzania wenzetu, wa Afrika wenzetu, ambao kiukweli ameanzisha na kufanya kazi nyingi. Kazi alizozifanya huyu mama, pamoja na kuendesha miradi mbalimbali ya kifamilia, kilimo, wale walikuwa wanashindwa wakati mwingine kujua thamani ya nguo, amewafundisha kuvaa nguo, how to dress. Kazi ya huyu mama, na yeye amekuwa afisa wa maendeleo ya jamii, maendeleo ya jamii. Na ninamshukuru Mungu sana 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 kwa kazi hii kubwa ya baraka ambayo aligusa maisha ya watu. Na leo amepumzika baada ya kufanya kazi kubwa sana ya malezi katika familia, malezi katika kanisa, na malezi ya katika taifa letu na katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama mfanyakazi wa serikali na taasisi hiyo kubwa na pana ya kuihudumia Watanzania wote. Na nimepewa neno la Mungu, na katika kazi hiyo yote aliyofanya akatuachia pia mkuu wa wilaya ya Lushoto ambaye yuko katikati yetu, Mheshimiwa DC. Ni matunda mazuri ya kazi ya mama kuitumikia nchi, kulitumikia kanisa na familia, ambaye imetuachia mtu ambaye anaweza akasimama kwenye jamii kama kioo cha jamii. Kwa hakika huyu mama Frida amefanya kazi kubwa sana sana, na amefanya kazi ya baraka. Sasa nilipokuwa ninaandaa ibada hii,
na nilipoambiwa ya kwamba huyu mama amefanya kazi za maendeleo ya jamii, na maendeleo ya jamii katika Afrika ni kitu kinachohitajika mno, kwa sababu ni bara linaloendelea na tunaenda na kasi kubwa ya kufikia ulimwengu pale ambako tumefikia. Nilisikia na Roho Mtakatifu akanituma kusoma neno hili la Kumbukumbu la Torati katika kitabu hiki cha Torati na katika kitabu cha Yoshua. Ni habari ya kifo cha Musa. Mabibi na mabwana, mahubiri yangu ni mafupi na nitazungumza juu ya kichwa kinachosema Afrika na mazishi. Afrika na mazishi. Afrika na mazishi. Na haya ndiyo mahubiri ambayo ya ibada hii ambayo Mungu anakusudia kusema na maisha yetu leo sisi tulio hai. Wapendwa mabibi na mabwana, tumesikia habari ya mazishi. Musa alikufa akiwa na umri wa miaka 120 na alizikwa. Katika mazishi ya Musa hakushiriki mwanadamu, alikuja Mungu mwenyewe katika kuja kuzika. Mazishi ni kitu cha heshima. Watu wanasafiri kutoka mbali, lakini Mungu alisafiri kutoka mbinguni kuja kumzika Musa. Hata ninyi najua mtasafiri baada ya hapa kwenda huko nyumbani kwa ajili ya ibada ya mazishi huko Hanang. Lakini kwenda kwenu huko ni heshima ya huyu mama. Na wengine watasafiri, na hata sasa ninavyoongea wengine wameshasafiri, wana familia, kama wako Ulaya, wako Marekani, wako dunia gani, wameshasafiri kuja, kwa sababu mazishi ni jambo la heshima. Na heri yule mtu ambaye anapata neema ya kuzikwa. Ni heshima kuzikwa. Na ndiyo maana tunakuwa na heshima za mwisho kama hizi ambazo leo tumesimama hapa. Kwa hiyo jambo la kwanza, mazishi ni heshima. Mungu alitoka kutoka mbinguni akaja akamzika Musa. Na alimzika Musa kwenye kaburi ambalo hakuna mtu anayejua mahali Musa alizikwa. Mimi nimeenda hapo kwenye kilima cha Pisiga hapo Moabu. Ni nchi ya Jordan leo kijiografia, katika jiografia ya dunia. Na nilipoenda hapo ni mahali ambako Musa alisimama juu ya ule mlima kwenye kilima cha Pisiga, na Mungu akamuonyesha nchi ya Kanaani, akamuonyesha Israeli. Akamwambia nchi ile ninayowapeleka wana wa Israeli ni ile pale. Ni kilomita chache, chini ya kilomita 50 kufika kwenye hiyo nchi ya Israeli. Na mimi nilienda hapo nikaona, na kwenye huo mlima Mungu akamwambia Musa, hautaenda, hutafika katika nchi hiyo, kwa sababu Musa na wana wa Israeli walikuwa wamekosa njiani wakati wa kutoa maji katika mwamba. Hiyo sio hoja yangu ya msingi. Hoja yangu hapa ni kwamba Musa alikufa katika kilima cha Pisiga, na baadaye akazikwa na Mungu mwenyewe, na Mungu akalificha kaburi la Musa. Wana wa Israeli wakaomboleza siku 30, wanalia tu. Na Biblia inasema hata baada ya siku 30 matanga ya Musa na maombolezo yake yakaisha, kwa maana matanga na msiba si wa milele. Matanga na msiba vinaisha. Lakini vinapoisha, Biblia inasema Mungu akamuinua Yoshua, kwa sababu Musa alikuwa amemwekea mikono. Kabla Musa hajafa, Mungu alimwambia Musa, utakufa, hautakwenda Kanaani, nenda kamuandae Yoshua, kwa maana atapokea kazi ulio nayo ili uweze kufika, ili wana wa Israeli wafike mahali ambako nimekusudia wao kufika. Na Biblia ninayosoma inaniambia Musa akamwekea Yoshua mikono. Ile roho ya Musa iliyokuwa ndani yake, ile uwezo, maarifa, skill, leadership, managerial skill, nguvu ya Musa ikaenda ndani ya Joshua. Kwa kumwekea mkono akamwandaa kwamba wewe utanipokea kazi hii. Alipokufa, Biblia inasema Bwana akamwambia Joshua. Nimesoma katika kitabu cha Yoshua mlango wa 1 mstari wa 1. Anamwambia Musa mtumishi wangu amekufa, lakini ni wewe utakayewavusha watu hawa
uingia katika nchi ya Kanaani, na nitakuwa pamoja nawe kama nilivyokuwa pamoja na Musa. The same power, the same authority, the same spirit. Nitakuwa pamoja nawe kama nilivyokuwa na Musa, na kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yako nitawapa na nitakupa. Nazungumza juu ya mazishi au Afrika na mazishi. Na nataka kuangalia falsafa na theolojia iliyopo katika kitabu hiki cha Torati na iliyopo katika kitabu hiki cha Yeshua. Mambo ambayo kama tukikosea leo, hatuna namna ambavyo tutabakia pale pale. Lakini pia tunapoadhimisha na kuyaangalia maisha ya mama huyu ambaye amekuwa afisa maendeleo ya jamii. Maendeleo ya jamii hayaji siku moja, hata siku moja. Maendeleo ya jamii ni ya kivizazi, ni generational blessings, ni baraka ya kivizazi, hayaji kwa kizazi kimoja. Maendeleo ya jamii ya wana wa Israeli haikuweza kukamilishwa na Musa, lakini ilipokelewa na Joshua. Na Joshua akawavusha hawa watu, wakaenda wakaiteka nchi na kuitengeneza jiografia na ramani ya Israeli iliyopo juu ya uso wa dunia. Sasa nataka kuzungumza kidogo juu ya falsafa ya mazishi Afrika. Kwa bahati mbaya sana inaweza ikatofautiana pia na theolojia na falsafa ya Biblia kuhusiana na mazishi. Falsafa ya mazishi ya Musa na kumuinua Joshua na Mungu kulificha kaburi la Musa. Aliyekufa ni Musa, aliyezikwa ni Musa, lakini kazi na wajibu, dira, mwelekeo na malengo hayakuzikwa ndani ya Musa, hayakufa ndani ya Musa, na yaliendelea kwa kizazi kingine. Pasingekuwa na Israeli leo kama hiyo kazi yote ingekufa ndani ya Musa. Kwa hiyo Mungu aliuzika mwili wa Musa, lakini si maono ya Musa, si malengo ya Musa, si wajibu wa Musa, sio sense of purpose, kusudi la kuwepo kwa Musa halijazikwa, ijapokuwa Musa alizikwa tena na Mungu mwenyewe. Tofauti na Afrika, Afrika wanazikaga kwanza, wanaanzaga na maono, wanaanzaga na future, wanaanza na spirit. Yani Afrika wanazikaga vile vitu vya thamani kwanza, alafu mwili utafuata baadaye. Na utanielewa tu. Utanielewa tu. Afrika kila mtu anaanza kivyake. Yani baba alianza, mtoto naye anataka kuanza vya kwake. Alafu mtoto wake naye ataanza vya kwake. Vile vilivyo kuwepo vitauzwa. Afrika kuna lugha inayosema marehemu amekufa na vitu vyake. Yani wamefika mahali wameshindwa kudevelop anything kwenye maisha ya marehemu. Mwisho akasingizia marehemu amekufa na vitu vyake. Marehemu akifa na vitu vyake vinakufa. Hakuna kitu kama hicho hapa duniani. Marehemu Musa alikufa, lakini safari ya Israeli ilianza immediately baada ya siku 30 za maombolezo na matanga yake, na nchi ikaewepo, kusudi likaendelea. Shida iliyopo hapa ni falsafa mazishi. Afrika na mazishi. Afrika na mazishi. Ni lazima Afrika ikubali kuacha kuzika watu na uwezo na kazi zilizopo ndani yao. Ni lazima Afrika ikubali na ikatae kwa nguvu zote kwa falsafa na kauli mbiu mbalimbali duniani zinazoweza kuzungumzwa, kwa vitabu vinavyoweza kuandikwa, kwa hotuba zinazoweza kutolewa, kwa mahubiri yanayoweza kutolewa, vyovyote pale, vyovyote vile, kwa elimu mbalimbali zinazoweza kutolewa vyuo vikuu. Lakini ni lazima Afrika iache kuzika watu na uwezo na kazi zilizopo ndani yao. Ni lazima. Ni lazima. Tumezika watu, tukazika na uwezo ulio ndani yao,
tukazika na kazi walizokuwa nazo ndani yao, na tukasahau haraka sana. Afrika ni mabingwa wa kuzika watu na uwezo, kazi, karama, vipawa, neema, miradi, haiba walizo nazo. Wanapozika wa Afrika, wanazika kila kitu. Wenzetu hawaziki kila kitu. Mungu hakuzika Musa na kazi zake. Alizika mwili wa Musa. Tena akaona hawa wana wa Israeli wanaweza wakazingua, wakaanza kubaki kuzunguka kwenye kaburi la Musa, wakabakia hapa hapa, wakidhani ni ndani ya kaburi la Musa au ni mahali Musa alipozikwa ndipo nilipowapeleka. No, akalificha kaburi la Musa. Wasilione. Alitoka mbinguni mwenyewe. Mungu naenda wapi? Naenda kuzika mazishi, naenda kumzika Musa mwenyewe. Kwa nini? Wanaweza kuzingua hawa watu wakabakia kwenye kaburi hapo hapo, wasiende mbele. Manake ni lazima wafike pale ambako nimekusudia kufika. Maendeleo ya ustawi wa jamii au maendeleo ya jamii. Maendeleo ya jamii. Maendeleo ya jamii ni jambo ambalo Mungu analiheshimu sana. Na angependa tuone kutoka heshima mpaka heshima, kutoka nguvu mpaka nguvu, kutoka uwezo mpaka uwezo. Ili mgharimu Mungu kushuka mwenyewe kumzika Musa, ili kuona namna gani tunaweza tukafikia mahali ambako Mungu amekusudia sisi tufike. Hili limezaa taifa la Israeli. Watu wenye akili sana duniani, wanaouza teknolojia ya akili Marekani na duniani kote. Wataalamu wa agriculture dunia nzima. Watu wenye intelijensia kubwa na mbinu kubwa ya kivita. Ingeishia kwenye kaburi la Musa kama angezikwa Musa na uwezo wake. Mabibi na mabwana, falsafa ya Kiafrika ni tofauti na mwelekeo wa dunia na mwelekeo wa Mungu mwenyewe juu ya kuzika. Namna ambavyo tunaamini ya kwamba baada ya mazishi tumezika zile kazi, karisma, baraka, yani vile vitu ambavyo huyu mtu alipaswa kuvifanya vinazikwa pamoja naye. Hii si haki na hii si halisi na uhalisia wa maisha. Wapendwa mabibi na mabwana, tuna shida kubwa sana ya ajira Afrika. Shida ni kubwa. Juzi nimeona TRA wametangaza nafasi chache, sijui ni 1000 ngapi zile za kazi, wakapply malaki ya watu. Kwa hiyo nyumbani kuna watu ambao wana masters degree, wana several degree nyingine za nje, nyingine za ndani, lakini hawana ajira. Kwa sababu pia hakuna serikali duniani inayoweza kuzalisha ajira za kutosha watu wote. Kwamba kila mtu akigraduate university, vyuo vikuu, takwimu inaonyesha hapa Tanzania almost watu 100,000 wana graduate kila mwaka. Hakuna serikali duniani inayoweza kuzalisha hizo ajira. Na kwa bahati mbaya sasa tunalipa ada nyingi sana shuleni na vyuoni bila kuangalia ya kwamba tunaweza kuandalia hawa watoto wetu lini kesho kutoka from our family, kutoka ndani ya familia zetu. Ni mambo gani ambayo tunaweza tukasema hatuyaziki? Kwa sababu tunazika vitu vikubwa na vya thamani, na bila kujua ya kwamba ndani yetu tuna uwezo mkubwa sana. Lakini ni kwa sababu maisha yetu yanaishiaga kwenye jeneza na kwenye kaburi. Maisha ya Musa hayakuishia kwenye jeneza wala kwenye kaburi, pamoja na kwamba Mungu ndiye aliyechimba kaburi la Musa na kumzika kwa mikono yake. Lakini uwezo wa Musa, kazi ya Musa, vision ya Musa, sense of purpose havikuishia kwenye hilo kaburi ambalo Mungu alilichimba kwa mikono yake. Tofauti na makaburi yetu ambayo tunachimbiwa na wenzetu, marafiki zetu, majirani zetu, na mazishi yanayo hivi majirani. Lakini kaburi even ambalo Mungu alichimba mwenyewe, hakuzika uwezo wa Musa ndani yake. Hivi sisi tunawaza nini? Nazungumza juu ya maendeleo ya jamii. Maendeleo ya jamii hayawezi kutengenezwa tu labda pengine na serikali iliyoko madarakani. Hapana. Maendeleo ya jamii yanaweza yakatengenezwa kwa kiwango kikubwa katika familia, kwenye family level. Na from the family level ndio inayoweza kusaidia kanisa, ikasaidia jamii, ikasaidia nchi. Nchi inategemea msaada wa familia. Wanafamilia ndio tunaozaa watu.
wa kwenda kusaidia huko. Yaani huyu dogo sijui mkuu wa wilaya ya Lushoto, huyu dogo ametoka ndani ya familia ya mama yetu, Mama Frida, akiongoza katika maadili yale aliyoyapata kutoka kwa mama, from the family. Kila mtu anatoka kwenye familia yake, familia fulani, na ni lazima pia tuangalie from the family mambo ambayo tunayategemea na yale ambayo tunayaunda. Bwana akamwambia Joshua, tumishi wangu Musa amekufa, lakini ni wewe utakaye take place, utakayechukua nafasi, utakayebeba jahazi, utakayewapeleka hawa watu mpaka kutimiza ndoto iliyokusudiwa. Sasa kuna vitu vingi ambavyo tumevianzisha, miradi ya kawaida. Hata kama ni kilimo cha mboga mboga nyumbani, kina ajira kama kikiendelezwa. Hata kama ni ufugaji wa kuku, hata kama ni ufugaji wa ng'ombe, hata kama ni kilimo sijui cha, yani zile miradi iliyopo kwenye familia ni miradi ambayo kama ikiweza kuendelezwa, kukiwa na spiriti ya Musa kumwachia Joshua, hii inaweza ikaleta angalau ahueni ya maisha na maendeleo ya jamii yakawepo, kuliko sasa namna ambavyo tumezalisha wasomi wengi ambao pia hawana ajira na hakuna tumaini la ajira. Labda ningetoa mfano wa kampuni kubwa sana ya Samsung. Tafadhali naomba tu mniwe radhi nitoe mfano tumuone tunapozungumza juu ya maendeleo ya jamii, na siwezi kumzika huyu mama aliyefanya kazi ya maendeleo ya jamii bila kuonyesha maendeleo. Hii ni kampuni ya Samsung. Kampuni hii ya Samsung ni kampuni ambayo Samsung ni moja, nitasoma kwa haraka, ni moja ya makampuni makubwa yenye nguvu duniani, ikiongozwa katika tathnia ya teknolojia, vifaa vya kielektroniki na utengenezaji wa bidhaa mbalimbali. Samsung ilianzishwa mwaka wa 1938 na Lee Young-chul, na mfanyabiashara kutoka Korea Kusini. Alianzisha kampuni hii kama biashara ya jumla, ikiuza bidhaa kama nafaka, vinywaji na bidhaa za nyumbani, kioski au duka la kwa mangi. Are we together? Nazungumza juu ya maendeleo ya jamii. Duka la kwa mangi si mnalijua? Duka la mangi, yani duka la mangi ni ile duka la warombo ambaye ukienda kwenye duka la mrombo, ukiuliza sinano kushona nguo anayo, beleshi ya chepe ya anayo, simenti anayo, sabuni anayo. Yani inaitwa Confucian shop. Yani ni duka lilovurugwa, kila kitu mrombo anacho. Sasa ndio maana linaitwa duka la mangi. Kampuni ya Samsung ilianzia kwenye duka la mangi. Kule Arusha tunasema kiosk, kule Arusha Hanang, Mama Msechu. Yani kule Hanang sijui ni kioski, vinaitwa vioski kule Arusha. Neno Samsung lilimaanisha nyota tatu kwa Kikorea, na iliashiria maono ya Lee Byung-chul ya kufikia mafanikio makubwa. Mwaka 1960, miaka 1960 mpaka 70, katika miaka ya 60 Samsung ilianza kupanua biashara zake hasa kwenye sekta ya umeme na vifaa vya kielektroniki. Mwaka 1969 Samsung ilianzisha Samsung Electronics, ikilenga utengenezaji wa bidhaa za kielektroniki kama televisheni, redio na vifaa vya nyumbani. Imetoka kwa mangi. Kufanikiwa kwa biashara za kielektroniki, Samsung ilianzisha kuwa maarufu kutokana na ubora wa bidhaa zake, na zilikuwa za bei nafuu. Mwaka 1990 Samsung ilifungua viwanda vya kisasa vya teknolojia kama vile vifaa vya simu za mkononi na kompyuta, na kuwa kiongozi katika soko la kimataifa la vifaa vya kielektroniki. Leo hii Samsung ni kiongozi katika utengenezaji wa simu za mkononi, smartphone, na uundaji wa teknolojia za kisasa kama vile 5G, running za OLED, na vifaa vya artificial intelligence, akili mnepa. Kampuni hii imekuwa ikimilikiwa na familia ya Lee, na sasa inasimamiwa na kuendeshwa na mjukuu wake. Sasa ni mjukuu. Umeona? Kutoka duka la mangi sasa ni mjukuu. Nasikilieni sawa sawa. Sasa inasimamiwa na mjukuu wake. Mapato ya kampuni ya Samsung kwa mwaka 2023 ni dola bilioni, billion US dollar in English, 196.77. Dola bilioni 1
ni sawa na Tanzania trilioni 2.6, Tanzania shillings trilioni 2.65. Kampuni hii imeajiri watu 267,800 dunia nzima. Hicho ndicho ninachozungumza hapa. Na yosema kwamba ndani ya hili jeneza kuna uwezo ambao mkikosea mkauzika meisha. Na kile ambacho tunakifanya, hii ilikuwa ni duka la chakula, kioski, duka la mangi. Leo limeajiri watu 200,000 from the family, watu 200,000 na 67,800 all the way from the family. A very familia ndogo ya kawaida ya uchumi wa duka la kioski. Na wauliza ninyi wa Afrika na wa Tanzania wenzangu, ni familia ngapi zenye mabanda haya, zenye biashara hivi za biashara za maduka ya kwa mangi, biashara za vioski? Ni hata hapo nje yamejaa tele. Shida ni kwamba huyu mtu akifa wanamzikaga na kioski chake na duka lake la kwa mangi, nenda kwa heri. Wasambao wanasema uzaitie mgima usiyewe. Amenielewa sana Mr. Makamba pale kwa sababu ni Msamba. Azaitie mgima. Yaani ameondoka, uja mwana hangi uja mwana, azaitie mgima. Nataka kuzungumza hapa ni kitu gani? Nasema ni lazima falsafa ya Afrika na mazishi ibadilishwe. Tuna vitu vingi ambavyo tunavipoteza sana kwa kiwango cha hali ya juu. Na falsafa ya maendeleo ya jamii ni ile ya kuthubutu kuheshimu kitu ambacho mtu aliyekutangulia amekifanya, na uwe tayari kukiendeleza. Yaani uwe tayari tu kwamba unakiendeleza, una develop idea. Tunasema kuwekeza kwenye uwezo. Invest in your capability. Invest in your capability. Kuwekeza kwenye uwezo wa kwako ambao Mungu ameuweka within the family. Hatuna majibu, kwa bahati mbaya. Kanisa halitakuwa na majibu. Hakuna serikali yenye majibu. Hatutakuwa na majibu ya ajira duniani. Hii familia ya Samsung leo imeajiri watu 267,800. Inazalisha kwa mwaka, mapato yake ni karibu zaidi ya bajeti ya nchi. Sasa mnataka kuniambia nini? Ni vitu vingapi viko within our family? Ni vitu vingapi ambavyo vipo ndani yetu? Na nitaenda taratibu muweze kuelewa. Maendeleo ya jamii. Maendeleo ya jamii. Jamii zilizoendelea duniani ni jamii zile zinazorithishana kazi kabisa. Ukisikia nchi imeendelea, ukisikia bara limeendelea, haliendelei kwa muujiza. Sio serikali inaweza kufanya kazi za maendeleo ya kusukuma watu kwa kwani mimi na Dr. Mary Nagu pale, mheshimiwa amekuwa waziri pia wa mambo ya ustawi wa jamii huko nyuma, miaka ya zamani nilimfahamu kama waziri. Mimi na Dr. Mary Nagu, sisi wa Afrika wachache, nyie inawezekana mmezaliwa hapa na raha fulani. Tuache sisi wana kijiji ambao tumetokea kijiji cha Maisha Plus, huko Hanang, huko Kilimanjaro, huko wapi, huko Mbeya, huko Iringa, vijiji vya pori kwa pori. Maendeleo yetu ya jamii yalianza kwa msako wa mgambo, kuchimba choo. Yaani kuchimba choo ni mpaka serikali itume mgambo kwangu na kwa familia ya Merinagu pale. Anafahamu mheshimiwa waziri huko tulikotoka. Nadanganya mheshimiwa? Hivyo kuchimba choo ni msako wa mgambo. Nyie si mna mavyo kila mahali, sasa mna majumba, mkienda hapa mmeflash, mkienda kule mmeflash. Sisi vyo vyetu mgambo, tena serikali itumie nguvu kubwa. Halo? Nataka nifahamu, niko na Waafrika wenzangu wangapi hapa? Achana na hao watu wa machotara waliozaliwa hapa njiani. Wale tuliotoka Misri, hebu punga mkono pamoja na mimi. Wale ambao choo mpaka sasa sio wote jamani, Hebu nione wale Waafrika wenzangu tuliotokea kwenye dhiki. Kumbe siko peke yangu bwana. Paka na mama Mena, paka na mheshimiwa pale anamwakilisha rais. Ngoja nikwambie, ndiko tulikotokea.
ni msako, kuchimba choo, msako. Kwa nini msako? Maendeleo lazima yaanzie from the family. Ni lazima yaanzie from the family. Hakuna namna nyingine. Sasa Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, umekufa, lakini kazi zako haziwezi kufa pamoja na wewe. Huyu jamaa akaanzisha duka la kwa mangi, akafa, lakini kazi zake hazikufa naye. Yeye wamemzika, wameweka mashada, wanaadhimisha siku ya kufa kwake na kuweka makaburi na kuhakisha mishumaa kila mara. Lakini ideology, falsafa, theology, fikra, idea hawezi kuizika. Kuna idea za thamani ndani ya familia za Kiafrika, lakini bahati mbaya sana zinaishiaga kwenye mageneza na zinaishiaga kwenye makaburi. Tukishazika basi Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe, fuki kila kitu. Haiwezekani. We must change. No way. Lazima tubadilike. Na mwanadamu anabadilishwa na falsafa. Mwanadamu abadilishwi kwa mtutu wa bunduki. Mwanadamu abadilishwi kwa kitu chochote. Mwanadamu anabadilishwa kwa falsafa. Ubaguzi wa rangi wa mtu mweusi duniani ulionolewa na falsafa ya mchungaji, wala sio mwanasiasa. Mchungaji tu, mhubiri mchungaji, Dr. Martin Luther King the Jr. Marekani. Akatoa speech akasema, I have a dream. One day, ninayo ndoto kwamba siku moja watoto wangu hawa weusi hawatabaguliwa kwa rangi yao, lakini hawatabaguliwa na kuhukumiwa kwa sababu ya rangi yao. Wakati ule ambao kuna shida kubwa ya ubaguzi mkubwa wa rangi duniani, waliopigania haki za mtu mweusi ni pamoja na huyu bwana. Na speech yake mpaka kesho inaheshimiwa Marekani. Ile speech ni speech ambayo imewekewa off day. Marekani wanapumzikaga almost one day kuadhimisha speech, falsafa iliyobadilisha na kuondoa ule ubaguzi mkubwa wa rangi ambao leo tuna nafasi na mtu mweusi ameweza kuingia White House, huyo ndugu yetu Barack Obama. Nataka kusema nini kwa kusummarize? Jamani, saa imefika na sasa ipo. Tunapozungumza juu ya maendeleo ya jamii, tuheshimu vitu ambavyo Mungu amevianzisha katika maisha yetu. Tanzania imekuwa nchi yenye neema katika bara la Afrika. Na Tanzania imekuwa sababu ya uhuru wa nchi nyingi za Afrika. Siasa ya Afrika na maendeleo ya kisiasa ya Afrika inapatikana Tanzania. Ni Tanzania peke yake. Dada yangu dada Mary Nagu anafahamu tulikuwa na vyuo vingi vya siasa. Watu walikuja kujifunza siasa Tanzania. Lakini hayati Mwalimu Nyerere, baba wa taifa, aliongoza nchi hii katika muktadha wa kuisaidia Afrika kupata uhuru, na nchi nyingi zimepata uhuru za Afrika kupitia nchi ya Tanzania. Ni mahali ambako Mungu ameweka baraka yake na Mungu ametuhurumia. Tulipowahudumia wengine, labda ndio maana Mungu ametuhurumia akatupa nchi yenye amani mpaka leo. Na tungempigia Mungu makofi mengi kabisa kwa ajili ya nchi yetu ya baraka. Lakini katika yote, baraka kubwa ambayo Mungu ametupa katika nchi yetu, ametupa viongozi, ametupa nchi yenye amani, lakini pia ametupa familia ambazo tunakutana kwa furaha kabisa. Kwa furaha. Hata mama anaugua, anafika mahali anamwangalia mwali, anaona huyu bwana nimuite mama Msechu, anambatiza jina kulingana na hisia yake ndani anavyojisikia, moyo wake unavyomtuma. Tuna ushirika mzuri, lakini tuna haja ya kujua namna gani ya kwenda kwenye generation blessings, kwenda kwenye baraka ya kivizazi. Mwanamke mmoja alikuwa na madeni, akaenda kwa Elisha. Mume wake alipata stress ya madeni akafa. Akaenda kwa nabii Elisha, na alipofika kwa Elisha alimuuliza swali moja. Yule mama alimwambia, nina madeni, watoto wangu wanataka kuuzwa, nina matatizo. Elisha akamwambia, una nini nyumbani? Una kitu gani nyumbani? Maendeleo ya jamii yanaanzia nyumbani. Una kitu gani nyumbani? Akasema, nina chupa ya mafuta. Akamwambia, nenda kaazime vyombo vitupu, usiazime vichache, taka vingi, kajifungie ndani wewe na watoto wako. Akaanzisha kiwanda cha mafuta mle ndani, anamimina tu.
Mafuta yanajaa mapipa kwa mapipa na mapipa. Yakajaa mafuta mengi. Na watoto wakaona ile neema ya uzalishaji. Alimwambia nenda kajifungie chumbani kwako wewe na watoto wako. Waone hicho kiwanda ambacho kinafanya kazi kupitia kwenye chupa ndogo ya mafuta ambayo Mungu alimwambia Elisha amwambie huyo mwanamke. Na yule mama akafanya hivyo. Alipomaliza akamwambia Elisha, vyombo vimejaa. Akamwambia nenda kauze, alafu lipa deni yako na yaliyobaki tumia kwa matumizi yako na watoto wako. Ni very expensive oil. Mafuta yale wa theolojia wanasema ni yale mafuta ya marhamu ambayo wakati wa Yesu kibweta cha marhamu kilivunjwa, Yuda akaguna. Akasema jamani, mbona havikuuzwa akapewa maskini? Yaani kwa Yuda ilikuwa dili. Lakini ule mama alikuwa na mafuta ya mapipa. Nataka kumaliza kwa kusummarize ya kwamba Yoshua alipokea kazi, muendelezo wa kazi katika jamii yetu. Maendeleo ya jamii nitarudia tena. Maendeleo ya jamii yanatokana na muendelezo wa kazi ndani ya familia. Kazi za uzalishaji zinazoweza kutusaidia kutoka kwenye duka la mangi mpaka kuwekeza na kuifikia dunia na kuajiri watu. Ni familia inayozalisha ajira. Lakini familia isiende kutafuta ajira duniani. Lazima familia ifikiri namna gani tunaweza tukazalisha ajira. Mabibi na mabwana, Tanzania leo tuna mawazo na falsafa ya dhahabu ambayo inahitaji tafsiri sahihi. Isitafsiriwe katika hisia, isitafsiriwe kisiasa, lakini itafsiriwe kama spirit, kama roho ya nchi. Yaani ikitafsiriwa hivyo, na ikitafsiriwa kama kauli mbiu au falsafa ya maendeleo ya jamii, mkiondoa hizo magumashi za kisiasa kwenye vichwa vya watu, inaweza ikaleta impact kubwa. Kazi iendelee. Ni falsafa ya maneno mawili. Zipo falsafa nyingi zilizobadilisha maisha ya watu duniani, lakini moja ya falsafa hii, kazi iendelee, kama ikitafsiriwa, mashaka yangu makubwa nayo yaona leo ni falsafa ya dhahabu yenye uwezo wa kuibadilisha Afrika, na ni falsafa ya ukombozi wa bara la Afrika, kuondoa tabia ya kila mtu na kila kizazi kuanza kwa upya. Hii ndio falsafa pekee. Na falsafa hii kwa bahati nzuri imetokea Tanzania. Na Tanzania ni kitovu na moyo wa Afrika. Kinachoweza kubadilisha Afrika actually lazima kizaliwe kutoka Tanzania. Mungu ametuheshimu hivyo. Hata mtu wa kwanza kihistoria aliishi wapi? Si kule Hanang kwenu. Olduvai. Si ndio binadamu wa kwanza amezaliwa hapa Olduvai? Ndio. This is our country. Ukienda kuGoogle unataka utalii wa kwenda kutafuta mwanadamu wa kwanza aliyeishi duniani, ni wapi mabaki ya binadamu wa kwanza, Google itakuelekeza nenda Tanzania. Utapita hapo Hanang kwa afisa maendeleo ya ustawi wa jamii, unarukia ngambo ya pili hapo Ngorongoro chap, unaingia Olduvai George. Kwa jiografia ya dunia. Na wakati mwingine tusijidharau hivyo, hatuko hivyo. We are not cheap like chips, never. Hatuko rahisi kiasi hicho. Mungu ametuheshimu, lazima tujiheshimu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa kama kauli mbiu hii ambayo mimi kwangu naiona ni falsafa ya dhahabu, lakini pia ni falsafa ya ukombozi wa bara la Afrika, kumsaidia mama aweze kujua kwamba kazi hii ya duka la mangi sitazikwa nalo. Nataka nimwachie mwanangu aendelee. Nataka nikwambie hayo ndio maendeleo ya jamii. Kama ninyi mnatafsiri kisiasa huko kwenu kwenye siasa zenu, lakini sisi tunaofahamu juu ya spirit ya nchi. Na hakuna kitu kizuri pia kama nilivyoona imeunganishwa na salamu. Labda niwasalimie kidogo. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sijui itachukua miaka mingapi kujua kitu ulichosema, lakini kwa summarize ya mahubiri yangu naomba ukafanye reflection. I don't know. Itakosti how many years? Itakosti how many years? Miaka mingapi itakosti kwako kujua juu ya falsafa inayoweza kubadilisha maisha
si tu ya Tanzania, lakini maisha ya bara la Afrika, kwa sababu ya tatizo la Waafrika ya kuuza kila kitu baada ya kifo cha marehemu. Ngoja nikwambie, mimi nilikuwa mchungaji wa Kariakoo. Niliona watu wakiuza vitu vya mirathi ya familia pale. Matanga yakiisha tu, haya tuuze. Kama ni nyumba ya mbavu za mbwa, wanauza mpaka kuni, wanasema tugawane kuni tukakangie samaki. Hao ni Waafrika. Na kwa ugomvi mkubwa. Leo mahakamani kuna kesi ngapi zimefailiwa? Wanataka mirathi. Kuna wasomi wangapi ambao wamesoma lakini hawajaribu kuendelea na kupokea vile vitu viende kivizazi. Ngoja nizungumze kwa kumaliza tu. Nikisummarize hapa, ukiona wakati wa Christmas watu wanasafiri, Wachaga wanaenda Moshi, Wanyakyusa Mbeya, Wahaya wanaenda Bukoba, hawa watu wa Hanang wa Iraki wanaenda kwao, sijui wa hivyo Warangi na wengine. Kila mtu, barabara zimejaa, zinaenda kwenye mashamba ya familia. Na hata majeneza kama haya yanabebwa kupeleka kwenye mashamba ya familia, ambayo yale mashamba yalinunuliwa na kushikwa na babu zetu, wengine kizazi cha 3, wengine kizazi cha 4 waliotutangulia. Alafu wale wababu walikuwa hawajui kusoma wala walikuwa hawajui kuandika. Wababu na mabibi walikuwa hawajui kusoma wala walikuwa hawajui kuandika, lakini wameweza kuhakikisha ardhi imekuwepo mpaka leo, na tunajisikia fahari tunapoondoka, tunasema tunaenda nyumbani. Hili limeleta heshima kubwa, lakini ni kazi iliyoendelezwa kutoka kwa Musa kwenda kwa Joshua. Balaa ni baadhi ya wanafamilia ambao inabidi wanataka hata kuweka, yani kufensi yale makaburi, yani makaburi ya jengewe mazingira fulani, alafu hichi kipande cha hii barabara huku karibu na barabarani pauzwe. Yani kila kitu wanataka kuuza. Never. Lazima tufike mahali pa kuendeleza. Mabibi na mabwana, ndugu zetu tunaoishi nao hapa Afrika kama Waarabu, Wahindi, ni watu ambao wana thinking kubwa ya kuendeleza vitu vilivyoachwa na familia. Hawana utamaduni wa kuzika wafu hao pamoja na vitu, mawazo, akili na utashi walionao. Tumeona wakirithi makampuni vizazi kwa vizazi, biashara vizazi kwa vizazi. Huoni wakisumbuliwa na foleni za ajira huko. Tunapotangaza matangazo ya ajira, ukute Muhindi amepiga foleni, ukute Mwarabu amepiga foleni, na tunasoma nao kuanzia chekechea mpaka vyuo vikuu. Wao wanaingia kwenye family project na wamejipanga katika family project. Na hii ni mpango wa familia, lakini ni mpango wa Mungu kutoka kwa Musa kwenda kwa Joshua. Nimesema haya katika ibada hii maalum kwa sababu ya heshima ya mama yetu Frida Kahaya, ambaye kwa maisha yake alipigania maendeleo ya jamii. Alipigania maendeleo ya jamii. Mwisho, ni maombi yangu kwa neema ya Mungu, ninyi ambao mmepata neema ya kusoma, mmepata neema pia ya influence, mmepata neema ya kufikiri katika nchi hii, mfikiri sana juu ya falsafa hii ya kuthubutu kuachilia kazi kutoka kizazi kwenda kizazi, na tusibaki na mazingira yale kwamba tunazika watu na mawazo yao. Na tunatafsiri vipi falsafa ya Afrika, ya ukombozi wa Afrika, hicho ambacho kila kizazi kinaanza kivyake? Hatutakaa tufike mahali popote. Hatuwezi kuzalisha. Kampuni ile niliyosema hapa ya Samsung ya mwaka 1938-36 sijui, mpaka leo ingali ikifanya kazi, ikianzia kwenye duka la mangi. Ni maombi yangu miradi mingi ya kifamilia ulionayo katika adhimisho la huu ustawi wa maendeleo ya jamii, uone ni namna gani ambavyo unaweza ukasaidiana na dunia katika kuondoa changamoto kubwa tulionayo ya ajira na kuwasaidia watoto wetu. Tukijua leo tunaadhimisha maisha ya afisa maendeleo ya jamii. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo, naomba usimame mahali ulipo tafadhali. Nataka niombe kwa ajili yako. Nataka niombe. Hata kama una biashara ndogo ya mama ntilie ya saluni, I have to pray for you. Kwa bahati mbaya, kinachoweza kurithiwa kutoka kwako ni hiyo kibiashara kidogo
ulicho nacho na sio vyeti vyako. Vyeti vyako vikishasomwa hapa historia kama ilivyosoma mama yetu Frida imeisha. Lakini vile vitu alivyovifanya kwa mikono yake ndivyo vitakavyobaki vikiadhimishwa katika maisha yake. Inamisha kichwa chako, tulia, niombe kwa ajili yako. Baba yangu mpenzi, asante kwa ajili ya watoto wako uliowajalia kuwepo katika ibada hii ya mazishi ya mama yetu Mama Frida Kaaya, tumishi wako, afisa maendeleo ya jamii. Na tumeangalia jinsi ambavyo uliendesha maendeleo ya jamii ya Kiisraeli, Musa na Joshua na vizazi vingi hata hivi leo, na maendeleo tunayoyaona katika taifa la Israeli. Ninaomba utubariki katika nchi yetu, lakini pia ubariki familia zetu ambazo zinazalisha viongozi na watu wenye uwezo mbalimbali kutoka ndani ya familia. Ninasimama sasa kwenye madhabahu hii, ninaomba kwa ajili ya miradi mbalimbali walionayo wanafamilia hawa, hata ikiwa ni miradi midogo walioiona haina maana katika maisha yao. Baba, ninaomba uibariki miradi hii, bariki kazi za mikono yao, bariki ndoto na maono yao walionayo na mipango ya muda mfupi na ya muda mrefu. Tazama, nimemuombea kila mmoja. Wabariki Bwana waingiapo na watokapo. Tunasimama kinyume kabisa na kila maroho ya uasi na mamlaka za giza na hekima yote ya kuzimu na maroho ya uharibifu katika jina la Yesu. Wabariki watoto wako waingiapo, wabariki watokapo sasa na milele, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Alafu ninaomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu.